ni habari kwanza. Napenda kulitaarifu baraza lako kuwa ofisi yangu imepokea barua yenye kumbukumbu namba CAB 89-166/01/114 ya tarehe 18 mwezi wa 3 2020 kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa, kupokelewa na ofisi yangu tarehe 18 mwezi wa 3 2020. Mheshimiwa Mwenyekiti, barua tajwa hapo juu ina kichwa cha habari: tuhuma dhidi ya mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa Iringa Mheshimiwa Alex Boniface Kimbe. Tuhuma zilizowasilishwa na kuchunguzwa na timu ya uchunguzi zimeambatanishwa kwenye kabrasha hizi na zitasomwa na mwanasheria wetu ikiwa kwa sababu ni ndefu sana. Mwanasheria, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya matokeo ya uchunguzi wa tuhuma dhidi ya mstahiki meya wa halmashauri manispaa kuhusu mstahiki meya Alex Kimbe kuamuru baadhi ya wajumbe wa halmashauri kufanya safari au ziara mkoani Njombe na Mbeya pasipo kupata kibali cha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na halmashauri kama ilivyoelekezwa katika kanuni ya 90. Timu imebaini kuwa baadhi ya wajumbe wa halmashauri kwenye mabano kanuni ya fedha na uongozi walifanya ziara ya safari kwenda mkoani Njombe na Mbeya. Kutokana na mchakato mzima wa kufanya ziara hiyo, timu ya uchunguzi ilibaini dosari zifuatazo. Safari au ziara zote hazikupata kibali cha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama ilivyosisitizwa kwenye kanuni za kudumu, kanuni ya 90, kanuni ndogo ya pili sehemu B ya kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015. Doti ya pili, safari zote zimefanyika pasipo ushahidi kuwa halmashauri kwenye mabano baraza la madiwani iliridhia safari au ziara hizo kama ilivyosisitizwa kwenye kanuni za kudumu, kanuni ya 90, kanuni ndogo ya pili sehemu A, sehemu B ya kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015. Doti ya tatu, safari iliyofanywa na wajumbe wa kamati ya fedha mkoani Njombe tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2019 hadi tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2019 haikuwa imeazimiwa na kikao chochote cha kamati ya fedha, kwani hakuna muhtasari wowote wa kikao cha kamati ya fedha na uongozi kilichojadili na kuazimia uwepo wa safari hiyo. Doti ya tatu, doti ya 4, katika utaratibu wa kawaida wa uendeshaji wa halmashauri, masuala ya elimu husimamiwa na kamati ya kudumu ya uchumi, afya na elimu. Hivyo haikutarajiwa kamati ya fedha na uongozi kwenda jijini Mbeya kutekeleza jukumu ambalo kimsingi lipaswa kutekelezwa na kamati ya uchumi, afya na elimu, kwani moja ya majukumu ya kamati ya uchumi, afya na elimu ni kushughulikia kuandaa mipango ya maendeleo, upanuzi wa ujenzi wa shule za awali, msingi na elimu ya watu wazima kwa mujibu wa jedwali la hadidu za kamati za kudumu za elimu na kama ilivyoelekezwa kwenye kifungu cha pili cha kamati za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015. Doti ya 5, safari zote zilitumia kiasi cha shilingi milioni 23,736,000 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi milioni 12,738,000 kwa safari ya Njombe na shilingi milioni 11,800 kwa safari ya jijini Mbeya. Aidha, kiasi hicho hakikuwa kimetengwa kwenye mpango wa bajeti ya halmashauri za mwaka 2019-2020, jambo ambalo ni kinyume na kanuni ya 90, kanuni ndogo ya kwanza ya halmashauri za manispaa ya Iringa za mwaka 2015, ambayo inasisitiza kuwa wajumbe wa halmashauri wanaweza kwenda ziara ya mafunzo ili mradi ziara hiyo ziwe zimeidhinishwa kwa mpango wa bajeti ya halmashauri. Doti ya 6, aidha kamati ya fedha chini ya uongozi wa mstahiki meya Kimbe iliamuru mkurugenzi amtake mkuu wa shule ya mchepuo wa Kiingereza ya Mapinduzi kugharimia safari ya kwenda jijini Mbeya kinyume na kanuni ya 90, kanuni ndogo ya kwanza za kanuni za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015 kama ilivyoelekezwa hapo juu. Kutokana na maelezo hayo, timu ya uchunguzi ilidhihirisha pasipo shaka kuwa ziara zilizofanyika na wajumbe wa kamati ya fedha na uongozi mkoani Njombe na jijini Mbeya, uamuzi uliofanywa chini ya msimamizi mstahiki meya Alex Kimbe ni kinyume cha uendeshaji wa halmashauri, kwani hakukuwa na mkutano wowote wa baraza kuazimia ziara hiyo,
hivyo ni kinyume na kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015. Kwamba doti ya 7 kwamba ziara hazikupata idhini ya kibali cha mkuu wa mkoa kama ilivyoelekezwa katika kanuni ya 90 kanuni ndogo ya pili sehemu B na kanuni ya 90 kanuni ndogo ya pili sehemu G ya kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa ya mwaka 2015, mambo ambayo hayakuzingatiwa pasipo sababu za msingi. Doti ya 7 kwamba mstahiki Meya Alex Kimbe kupitia vikao vya kamati ya fedha aliruhusu kuweka azimio la kwenda jijini Mbeya kutekeleza jukumu linalohusu masuala ya elimu, jukumu ambalo lilipaswa kutekelezwa na kamati ya uchumi, afya na elimu. Hivyo azimio hilo liliwekwa kinyume na jedwali la halirejea la kamati ya fedha na uongozi kifungu A cha kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa za mwaka 2015, ambazo kinaeleza kuwa majukumu ya jumla ya kamati ya fedha na uongozi ni kama ilivyoainishwa na kamati nyingine za kudumu. Hivyo hairuhusiwi kisheria kufanya kazi au majukumu ya kamati nyingine za kudumu. Doti ya 8 kwamba mstahiki Meya Alex Kimbe aliongoza kikao cha kamati ya fedha na uongozi cha tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2020 ambacho kilifikia uamuzi wa kufanya ziara au safari ambayo haikuwa imetengwa fedha katika bajeti ya mwaka 2019-2020 na hivyo kuagiza kupata fedha kutoka kwenye shule ya mchepuo wa Kiingereza ya Mapinduzi kwa madhumuni ya kugharimia ziara hiyo. Jambo hili ni kinyume na kanuni ya 90 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni hizi. Pia ni wazi kuwa azimio hilo limesababishia shule ya Mapinduzi kutotekeleza majukumu yake kwa ufanisi kama ilivyokuwa imepangwa, kwani fedha zilitolewa kugharimia ziara hizo za wajumbe kwa kamati ya fedha hazikuwa kwenye mpango wa bajeti ya shule husika na kugharimia shughuli hiyo. Kutokana na kupitiwa kwa nyaraka hizo, ilithibitika kwamba sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa halmashauri zilikiukwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, adidu ya pili ilikuwa kuchunguza na kuona kama mstahiki Meya wa manispaa ya Iringa Alex Kimbe amekuwa akigawa nafasi za kamati za kudumu za halmashauri kwa upendeleo kwa kigezo cha tofauti za kisiasa na chuki binafsi, kinyume na matakwa ya kifungu cha 21 kifungu kidogo cha pili sehemu C cha kanuni za maadili ya madiwani za mwaka 2000. Matokeo ya uchunguzi katika hadidu hii ya pili ni kama ifuatavyo. Kuhusu mstahiki Meya Alex Kimbe kugawa nafasi za halmashauri kwa upendeleo kwa kigezo cha tofauti za kisiasa na chuki binafsi, kinyume na matakwa ya kifungu cha 21 kifungu kidogo cha pili sehemu C cha kanuni za maadili ya madiwani za mwaka 2000. Doti ya kwanza, timu ya uchunguzi imebaini kuwa uundaji wa kamati za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa uliofanywa kwa kuzingatia mapendekezo yaliyotolewa na mstahiki Meya Alex Kimbe tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2018. Aidha, mapendekezo hayo ya awali yaliwasilishwa kwenye baraza na kuleta mvutano na kisha kurudiwa tena. Hata baada ya mapendekezo hayo kuletwa upya kwenye kikao, bado yalionyesha upungufu wa kuzingatia uwiano wa vyama vya siasa vilivyomo kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa, ambavyo ni Chama cha Mapinduzi kwenye mabano CCM na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenye mabano Chadema. Doti ya pili, pia timu imebaini kuwa zipo kamati za kudumu ambazo zina idadi kubwa ya wajumbe kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenye mabano Chadema, chama ambacho mstahiki Meya Alex Kimbe anatoka. Kamati za kudumu ambazo hazina uwiano mzuri wa vyama vya siasa ni pamoja na kamati ya kudumu ya uchumi, afya na elimu, ambapo kamati hii ina jumla ya wajumbe 11. Kati yao wajumbe 8 wanatoka Chama cha Demokrasia na wajumbe 4 wanatoka Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wa kamati ya fedha na uongozi, kuwa kamati na wajumbe 10 ambao kati yao wajumbe 6 wanatoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo na 4 wanatoka Chama cha Mapinduzi. Vile vile timu ya uchunguzi imeonyesha kubaini kuwa uteuzi wa kamati za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa na zile ambazo si za kudumu hauonyeshi uwiano wa vyama vya siasa vilivyopo katika halmashauri hii, kwani wapo madiwani ambao wapo ni zaidi ya kamati moja na wengine ni wajumbe wa kamati moja tu.
Mfano, diwani Godfrey Mlowe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni mjumbe wa kamati tatu ambazo ni kamati ya fedha na uongozi, kamati ya mipango miji na mazingira, na kamati isiyo ya kudumu ya mfuko wa jimbo. Aidha, Bibi Rehema Mbetwa ambaye anatoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni mjumbe wa kamati mbili ambazo ni kamati ya kudumu ya uchumi, afya na elimu, na kamati isiyo ya kudumu ya mfuko wa jimbo. Aidha, wapo baadhi ya wajumbe ambao ni wajumbe wa kamati moja tu, mathalani Mheshimiwa Amani Mwamindi kutoka Chama cha Mapinduzi ambaye ni mjumbe wa kamati ya kudhibiti ukimwi pekee. Pia diwani Nguvu Ichebula ambaye anatoka Chama cha Mapinduzi ni mjumbe wa kamati moja tu, kamati ya kudhibiti ukimwi. Kimsingi, timu ya uchunguzi imejiridhisha pasipo shaka kuwa mapendekezo ya wajumbe wa kamati ya kudumu za halmashauri ya manispaa ya Iringa yalitolewa na mstahiki meya wa manispaa ya Iringa Mheshimiwa Alex Kimbe na kuridhiwa na baraza la madiwani la tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2018 yana viashiria vyote vya upendeleo kwa wajumbe wanaotoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema, kinyume na kanuni ya 41 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 41 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu ya halmashauri ya manispaa ya Iringa zinazosisitiza uundaji wa kamati za kudumu kwa kuzingatia uwiano wa uwakilishi wa vyama katika halmashauri na kila mjumbe wa halmashauri kuwa mjumbe wa angalau kamati moja ya kudumu. Jambo hili pia ni ukiukaji wa kanuni ya 21 kanuni ndogo ya pili sehemu C ya kanuni ya maadili ya madiwani kwenye mabano mamlaka za miji ya mwaka 2000 inayozuia diwani kubagua watu katika eneo la halmashauri kwa sababu ya kisiasa, dini, rangi, kabila au jinsia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadidu ya tatu ya rejea ilikuwa kuchunguza na kuona kama mstahiki meya wa manispaa ya Iringa Alex Kimbe anamiliki mali ambazo haziendani na kipato chake. Mali hizo ni pamoja na mashamba makubwa. Aidha, kujua endapo mali hizo alizipata kutokana na nafasi yake ya umeya. Matokeo ya uchunguzi wa timu hiyo ni kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi imebaini kuwa mstahiki meya Alex Kimbe anamiliki mali nyingi ambazo zipo katika maeneo mbalimbali mkoani Iringa na nje ya mkoa wa Iringa. Baadhi ya mali hizo ni pamoja na shamba kubwa lenye ukubwa wa hekari 30 lililopo mtaa wa Mtuvivila kata Isakalilo kwenye mabano eneo la Mkoga. Doti ya pili, shamba lenye ukubwa wa eneo la hekari 25 lililopo katika mtaa wa Chautinde kata Isakalilo. Doti ya tatu, shamba kubwa lenye ekari 35 lililopo Pawaga analolitumia kwa kilimo cha mpunga. Doti ya 4, shamba hekari zipatazo 9 lililopo Pawaga ambalo pia linatumika kwa kilimo cha mpunga. Doti ya 6, shamba kubwa lenye ekari 200 lililopo wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga. Doti ya 7, shamba lenye ekari 3 lililopo Mkoga. Doti ya 8, shamba la ekari 6 lililopo katika mtaa wa Kitasengwa kata ya Isakalilo. Doti ya 9, shamba lenye ekari 3 lililopo Boma la Ng'ombe kwenye mabano Kilolo. Doti ya 10, shamba lenye ekari 2 lililopo Kisinga Kilolo. Doti ya 11, shamba la miti ya mbao lenye eneo la ekari 5 lililopo Lulanzi Kilolo. Doti ya 12, shamba lenye ekari 4 lililopo Lukani kwenye mabano Kilolo. Doti ya 13, mifugo aina ya ng'ombe zaidi ya 40, nguruwe na kuku. Mifugo yote hiyo inafugiwa katika eneo la mtaa wa Mtwivila kwenye mabano Mkoga. Doti ya 14, nyumba 3 zilizopo Isakalilo na moja ipo Mwangata. Na mwisho, doti ya mwisho, gari aina ya Nadia. Kimsingi, timu ya uchunguzi imebaini kuwa mali hizo amezipata kati ya mwaka 2015 na mwaka 2020, kipindi ambacho mstahiki meya Alex Kimbe amekuwa meya wa manispaa ya Iringa. Aidha, timu ya uchunguzi imethibitisha kuwa mstahiki meya Alex Kimbe anamiliki mali ambayo haziendani na kipato chake, kwani kipato chake cha mwaka kwa wastani ni shilingi milioni 15,
fedha inayohusisha posho ya mwezi, posho ya madaraka, takrimu pamoja na posho za vikao. Aidha, shughuli za kilimo, duka dogo la vipuri na biashara za wakala wa Vodacom ni vyanzo hafifu vya mapato kwa mstahiki meya Alex Kimbe kumwezesha kumiliki mali hizo. Adidu za rejea ya 4 ni kama ifuatavyo: kuchunguza na kuona kama mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Alex Kimbe ana tuhuma za matumizi ya nafasi ya mstahiki meya na namna anavyotumika katika kujitwalia maeneo ya Mkoga na Kitasengwa ambayo halmashauri ilipanga kuyatumia kwa manufaa ya wananchi wake wa halmashauri. Aidha, kuchunguza tuhuma kuwa mstahiki meya Alex Kimbe alizunguka halmashauri kwa kushirikiana na rafiki yake Fredi Luvinga kujitwalia eneo zaidi ya hekari 50 lililopo Mkoga na kugawana eneo hilo nusu kwa nusu na rafiki yake bwana Fredi Luvinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchunguzi. Timu ya uchunguzi ilibaini kuwa mstahiki Alex Meya Kimbe anamiliki shamba lenye eneo la hekari zipatazo 30 katika mtaa wa Mtwivila, eneo la Mkoga. Aidha, analo eneo lingine lililopo Chautinde lenye ukubwa zaidi ya hekari 25. Maeneo yote yapo ndani ya kata anayoiongoza ya Isakalilo. Manispaa ya Iringa iliweka mpango wa uendelezaji wa skimu ya umwagiliaji kuelekea kwenye eneo ambalo mstahiki meya Alex Kimbe amelinua eneo la Mtwivila kwenye mabano Mkoga. Eneo hilo lipo jirani na eneo linalomilikiwa na bwana Fredi Luvinga ambaye ni rafiki yake wa karibu. Kimsingi, maeneo yote mawili yapo kwenye mpango wa uendelezaji wa skimu ya umwagiliaji ya Kisaula Mtwivila Mkoga, hivyo kuathiri utekelezaji wa mpango huo. Aidha, mstahiki meya Alex Kimbe analo eneo jingine ambalo lipo katika eneo ambalo halmashauri inakusudia kulitoa kwa Wizara ya Afya ili iweze kujenga hospitali ya mafunzo kwa vitendo. Eneo hilo mstahiki meya ameitaka manispaa ya Iringa imlipe fidia ili liweze kuchukuliwa na Wizara ya Afya kwa ajili ya ujenzi wa hospitali husika. Eneo hilo lipo mtaa wa Kitasengwa, kata Isakalilo, na lina ukubwa wa hekari 2.5. Timu ya uchunguzi ilijiridhisha kuwa maeneo yote mawili yanamilikiwa kihalali na mstahiki meya Alex Kimbe na ameyapata kipindi akiwa katika nafasi hiyo ya umeya, na haina ubishi kuwa mipango yote ya maendeleo ya halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa nafasi yake ni lazima anaifahamu. Hivyo kwa kujitwalia maeneo hayo amejitengenezea nafasi ya kuwa mmoja wa wanufaika wa fidia, akiwemo rafiki yake bwana Fredi Luvinga. Kuchunguza tuhuma kuwa mstahiki meya Alex Kimbe aitumia madaraka yake kumsaidia rafiki yake Fredi Luvinga kujipatia zabuni ya ujenzi wa jengo la abiria kwenye stendi ya Igumbilo kwa dhana ya loko fundi, ili hali bwana Fredi Luvinga ni mkandarasi chini ya kampuni ya Mwakalu Investment. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya timu ya uchunguzi katika hii adidu ya 5 ni kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi imebaini kuwa mstahiki meya Alex Kimbe ana urafiki wa karibu na bwana Fredi Luvinga. Urafiki wao ni wa muda mrefu, hata kabla mstahiki meya hajapata nafasi ya umeya. Wote wawili ni wakazi wa mtaa wa Kihodombi A uliopo kata ya Isakalilo inayoongozwa na mstahiki meya Alex Kimbe. Bwana Fredi Luvinga ni mmoja wa wamiliki wa kampuni ijulikanayo kwa jina ya Mwakalu Company Limited. Aidha, timu ya uchunguzi imejiridhisha pasipo shaka kuwa bwana Fredi Luvinga ndiye anayejenga jengo la abiria katika stendi ya Igumbilo kama loko fundi na sio mkandarasi chini ya kampuni ya Mwakalu Company Limited. Timu ya uchunguzi imebaini kuwa bwana Luvinga anatekeleza kazi nyingine ya ujenzi wa sekondari ya kata Isakalilo inayojenga katika eneo la Kitasengwa. Kazi hiyo anaitekeleza kwa utaratibu wa force account kwa gharama ya shilingi milioni 33
210,000 ambapo anajenga madarasa 6, ofisi 3 na vyoo vya matundu 16. Aidha, zabuni ya kazi hiyo ilitangazwa na baadaye kamati ya ujenzi ya kata ya Isakalilo kupitia maombi ya tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2019 na kumteua Bwana Frederick Luvinga kufanya kazi hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 60 kifungu kidogo cha 4 cha sheria ya ununuzi katika sekta ya umma. Mkataba wowote kabla haujasainiwa unatakiwa kupata kibali cha kamati ya fedha na uongozi ambayo mwenyekiti wake ni mstahiki meya. Mkataba wa fundi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la abiria katika stendi ya Igumbilo uliidhinishwa na kamati ya fedha na uongozi ya halmashauri ya manispaa ya Iringa tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2019 chini ya mwenyekiti wa mstahiki meya Alex Kimbe. Kikao hicho kiliridhia Bwana Frederick Luvinga kupewa kazi ya ufundi wa jengo la abiria. Jambo hili ni kinyume na kanuni ya 14, kanuni ndogo ya kwanza na ya pili ya kanuni za maadili ya madiwani kwenye mabano mamlaka za miji ya mwaka 2000 ambayo inazuia diwani kushiriki kwenye majadiliano na uamuzi kuhusu mkataba wote ambao ana maslahi ya moja kwa moja ya kifedha au ya manufaa mengine ya kibinafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadidu ya 6 ni kuchunguza na kuona kwamba Bwana mstahiki meya Alex Kimbe amekuwa akitumia gari la halmashauri namba SM 10,700 kwa shughuli zake binafsi, ikiwa ni pamoja na kwenda nalo shambani kwake mboga, mahakamani kwenye kesi zake binafsi, maeneo ya starehe kama baa na kwenye nyumba za kulala wageni. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya timu ya uchunguzi ilikuwa kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi imebaini kuwa mstahiki meya Alex Kimbe amekuwa akifika ofisini kwa siku zote za wiki kinyume na kanuni ya 11, kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za kudumu za halmashauri za mwaka 2015. Kimsingi, kanuni rejewa inamtaka mstahiki meya kufika halmashauri siku 2 tu kati ya siku 7 za wiki ili kushughulikia masuala ya kimsingi ya halmashauri. Aidha, timu imechunguza na kubaini kuwa mstahiki Alex Meya Kimbe amekuwa akitumia gari hilo kinyume na utaratibu wa matumizi ya magari ya serikali kama ifuatavyo. Doti ya kwanza, hulazimisha gari ya serikali analotumia kuwekewa mafuta lita 70 kila wiki. Kiasi hicho cha mafuta kinawezesha gari kusafiri umbali wa kilomita 420. Mafuta hayo ambayo ni mengi yanamwezesha kutumia gari wakati wote wa shughuli zake binafsi. Matumizi hayo mfululizo ya gari yamethibitishwa vizuri kupitia logbook ya gari husika. Doti ya pili, kulitumia gari hilo mara kwa mara kwa shughuli binafsi kama vile kwenda kuwahudumia wazazi wake ambao wana matatizo ya kiafya, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka hospitali ya rufaa ya mkoa kutoka wanapoishi vijiji vya Malagosi kwenye mabano anakoishi baba yake na Kikombe anapoishi mama yake. Maeneo yote hayo yapo nje ya manispaa ya Iringa. Doti ya tatu, kufanya safari ya gari hilo hata zile za nje ya manispaa ya Iringa. Mathalan, mwezi Desemba mwaka 2019 alikwenda mkoani Ruvuma kwenye mabano Songea na mkoa wa Njombe kwenye mabano Ikonda. Pia mara kwa mara amekuwa akienda na gari hilo katika shamba la mifugo la Sao hili lililopo Mafinga. Doti ya tano, haulitumia gari hilo mara kwa mara kwenda maeneo mbalimbali ya sherehe kama vile Miami, Gentle Hill, Stereo, Sunset, Kill Time na maeneo mengine. Aidha, amekuwa na kawaida ya kukaa maeneo hayo ya gari hili likimsubiri huku akiendelea na mambo yake binafsi. Doti ya 6, amekuwa akihudhuria mahakamani na gari hilo kwa kesi zinazomkabili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadidu ya 7 ilikuwa ni kuona kama uchunguzi wa tuhuma kuwa mstahiki meya Alex Kimbe alilazimisha mapenzi kwa Bibi Nancy Nyalusi kwa kutumia madaraka yake ya umeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya timu ya uchunguzi ni kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi imebaini kuwa mstahiki meya Alex Kimbe amekuwa akilazimisha mapenzi kwa Bibi Nancy Nyalusi kwa kutumia madaraka yake ya umeya kinyume na kanuni ya 9, kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za maadili kwenye mabano mamlaka ya miji ya mwaka 2000 kama inavyofuatwa.
Doti ya kwanza, kupitia mahojiano ya ana kwa ana ya Nancy Nyalusi, timu ya uchunguzi ilielezwa na Nancy Nyalusi kuwa mstahiki meya Alex Kimbe alimsaidia Nancy kupata zabuni ya ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ya manispaa ya Iringa katika mwaka wa fedha 2018-2019. Doti ya pili, aidha kupitia mahojiano haya yaliyofanyika tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2020, Bibi Nancy alieleza timu ya uchunguzi kuwa zabuni hiyo ya mwaka 2018-2019 aliipata baada ya kumwomba mstahiki meya amsaidie kupata zabuni hiyo baada ya yeye Nancy kumtembelea mstahiki meya Alex Kimbe ofisini kwake mwezi Aprili 2018. Kwa mujibu wa maelezo yake Nancy Nyalusi ni kuwa baada ya kufanikisha upatikanaji wa zabuni hiyo, mstahiki meya amekuwa akimwomba rushwa ya ngono ikiwa ni malipo ya jitihada zake za kumfanikishia upatikanaji wa zabuni hiyo. Aidha, Nancy Nyalusi alieleza timu ya uchunguzi kuwa baada ya kumkatalia kumpa rushwa ya ngono, mstahiki meya alisisitiza alipwe shilingi milioni 10 ambazo alitaka kulipwa kwa awamu, jambo ambalo Nancy Nyalusi alikatalia. Kimsingi, tabia hiyo ya mstahiki meya Alex Kimbe ya kuomba rushwa ya ngono na rushwa ya fedha inakiuka kanuni ya 9 kanuni ya maadili ya madiwani kwenye mabano mamlaka ya miji ya mwaka 2000 ambayo inasisitiza kuwa diwani atatakiwa kuzingatia kiwango cha juu kabisa cha uadilifu wakati wote anapokuwa diwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadidu ya 8 ilikuwa ni kuchunguza na kuona kama mstahiki meya Alex Kimbe aliomba rushwa kutoka kwa Nancy Nyalusi ili amsaidie kupata zabuni ya ukusanyaji wa mapato katika halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya timu ya uchunguzi ni kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi imebaini na kuthibitisha kuwa mstahiki Alex Meya Kimbe ameshtakiwa kwenye mahakama ya halmashauri mkazi wa mkoa wa Iringa kwa kesi ya kuomba na kupokea rushwa. Ni kesi namba 147 ya mwaka 2018. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadidu ya 9 ya rejea ilikuwa mahojiano ya mstahiki meya Alex Kimbe, na matokeo ya mahojiano hayo ni kama ifuatavyo. Timu ya uchunguzi pia ilitoa wito wa kumtaka mstahiki meya wa manispaa ya Iringa Mheshimiwa Alex Kimbe tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2020 kuwasili mbele ya hiyo timu. Kabla ya kukutana na timu ya uchunguzi, alitoa udhuru kuwa anakwenda kuhudhuria wito wa mahakama kwa kesi inayomkabili, na baada ya hapo aliitikia wito huo wa timu ya uchunguzi. Mstahiki meya Alex Kimbe alipokutana na timu ya uchunguzi alieleza kuwa hawezi kutoa maelezo yote kwa kuwa jambo linalozungumziwa alikufuata utaratibu, kanuni na sheria zao, na kwamba amefungua kesi mahakamani. Kutokana na sababu hizo, aliomba kupangiwa siku nyingine kuanzia tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2020. Hivyo timu ya uchunguzi haikufanya mahojiano ilivyokusudia. Timu ya uchunguzi inashauri yafuatayo. Doti ya kwanza, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa anatakiwa wakati wote anapotekeleza majukumu yake kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na kuwa na kiwango cha juu kabisa cha uadilifu kama inavyosisitizwa kwenye kanuni ya 8 sehemu A na sehemu B na kanuni ya 9 ya kanuni za maadili za madiwani kwenye mabano mamlaka ya miji za mwaka 2000. Doti ya pili, kutokana na kuthibitika kwa tuhuma nyingi zinazomkabili mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Mheshimiwa mstahiki Alex Kimbe, timu ya uchunguzi inapendekeza kuwa halmashauri iendelee na mchakato kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni namba 5 kanuni ndogo ya 7 ya kanuni za kudumu za halmashauri za mwaka 2015. Doti ya 3, upo umuhimu kwa vyombo vingine kama vile TAKUKURU kuchunguza kwa kina mwenendo wa mstahiki meya Alex Kimbe, hususan mali zake na namna alivyozipata, ili kubaini endapo mali hizo ni halali au la na kuchukua hatua stahiki. Naomba kuwasilisha. Ndugu zangu wajumbe, zoezi linalofuata sasa ni
nafikiri nimesikia tuhuma hizo, na mstahiki meya ana nafasi kubwa ya kuendelea kutaka kukata labda rufaa. Anaweza akaenda kwa mujibu wa kanuni zetu, anaweza kaenda kukata rufaa kwa waziri husika wa serikali za mitaa, kwa maana ya TAMISEMI. Kwa mujibu wa ajenda zetu hapa, ukisoma tulikuwa na kufungua kikao kuuzia ajenda, kupokea taarifa ya kamati ya uchunguzi. Sasa tunakwenda ajenda namba 4, ambayo ajenda hiyo ni maamuzi ya baraza. Kwa hiyo mkurugenzi, naomba utengeneze utaratibu wa kufanya maamuzi haya ya baraza, kwa maana ya kupiga kura ya kuwa na imani au kutokuwa na imani na meya. Mheshimiwa Nyarusi, naomba ukae kimya kwa mara ya kwanza. Mkurugenzi, mchakato ulifanyika, taratibu zilifuata, ikaenda kwa mkuu wa mkoa. Naomba utulie basi tunapoongea kwenye kikao. Zifuata taratibu na kanuni zinasema endapo meya na ajenda umetuletea hapa kutoka pokea taarifa kutoka mkuu. Naomba uheshimu kiti basi. Mheshimiwa, naomba uheshimu kiti basi. Naomba uheshimu kiti. Naomba usikilize kiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naangalia kanuni. Kanuni ni kweli nilitaja hile, lakini kanuni zetu na kanuni ambayo inataka mwenyekiti anaongoza mkao, yeye ndiye anayetafsiri kanuni. Akiwa anatafsiri hiyo katibu sina, yeye angalia kanuni. Kuna kanuni kwenye baraza nitafuta hapa kwenye ambayo inasema mwenyekiti ndio anayecontrol, anayetafsiri kanuni. Sasa kama hatoi nafasi, atoa nafasi nyingine kwa mwenyekiti. Mimi naomba tuziangalie hizi kanuni zetu vizuri. Ukiangalia kanuni hii ya waziri mwenye dhamana, kanuni hii inasema ya mwaka 95. Naomba niisome. Tukienda pamoja tunaweza tukafika. Endapo halmashauri yote inataka kumuondoa mwenyekiti wake, basi madiwani wasiopungua theluthi moja madiwani wote wa halmashauri watamuita mkurugenzi, watamtumia mkurugenzi ombi la maandishi iliyotoa saini zao akimtaka itishe mkutano huo wa dharura. Kanuni hii tunaisema iliyotangazwa mwaka 95 inamwambia madiwani 1/3, theluthi moja tu wanaweza kumwambia mkurugenzi aitishe mkutano. Sasa ili hoja hiyo iweze kukubalika na kupeleka kwenye kikao cha halmashauri, ni lazima itimize mambo yafuatayo: iwe na tuhuma mahususi yenye ushahidi wa kutosha, na iwe imetolewa maelezo kamili na yenye kueleweka. Kwenye kanuni hii mkurugenzi ana jukumu ya kuziangalia zile tuhuma kama ni mahususi na zina maelezo, na nikimaliza kuzipitia kwa kanuni hii tunaishika ya 95. Mahala patapo taarifa hiyo na kabla kupita siku 7, mkurugenzi ataandaa mkutano wa taarifa. Kanuni hii haikupi nafasi ya mtuhumiwa kuhojiwa. Hii inaenda moja kwa moja inakupa nafasi sasa siku ya baraza ukajitetea. Lakini tukitumia kanuni zetu ndio tumetengeneza ule utaratibu mrefu wa kutoa nafasi kwa makundi mawili ya kutane kwenye tume ya uchunguzi kwa siku 14. Sasa vyote vinavyokuwa mwenyekiti anaweza kutafsiri kokote. Ndio maana anasema hizi kanuni zinauma, zinabiza. Hile nikisoma tukitumia hii ni 1/3 tu. Mimi nilizuia 1/3 nikasema haiwezekani kwa sababu maamuzi ya kutoa lazima iwe 2/3. Kwa hiyo siwezi kuitisha kila watu 9 mnaitisha baraza. Kila kitu nikakataa. Nikasema nitatumia kanuni zetu za 2015. 2 ya 3 lazima mniambie kwa ni kweli ili tusipoteze gharama kubwa kwa serikali. Kwa hiyo ile tukiitumia ya kanuni zetu zina utaratibu ambao unamjulisha mstahiki meya, yeye anajibu tuhuma, anaenda kwenye tume, anajibu. Ikija huko sasa nafasi hii itakuwa inabana kwa sababu ilikuwa na nafasi ya kwenye ile siku 14 za Mkurugenzi, nimesema hivi, mimi ndio naongoza kikao. Nimesema zoezi ambalo linafuata sasa ni zoezi la kwenda kupiga kura. Kwa hiyo naomba iandaliwe sehemu ya kupiga kura na utoe utaratibu. Sasa tupo utaratibu upigaji kura ukoje? Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, kura yetu hizi wajumbe tuko 26 sisi. Tuko 26, kwa hiyo kuna kura 26 ambazo zitapigwa hapa. Kwa mujibu wa kanuni 83 ya kanuni za kudumu za halmashauri, kanuni mnazo, isome hiyo, ambazo zilitangazwa na gazeti la serikali 588, zinatengeneza utaratibu siku ya kupiga kura ya kukosa imani mwenyekiti, muingiza kumuondoa au kutokumuondoa. Sasa kura zinapigwa kumuondoa mstahiki meya madarakani baada ya tuhuma zake kuthibitishwa na kamati ya uchunguzi. Jibu lako sasa tunalitaka mpiga kura utuambie kama ni ndio ulipozisikia hizo tuhuma imethibitishwa au hapana. Mheshimiwa Kalinga.
Mheshimiwa Peter Msigwa kaa chini kwa mara ya kwanza. Mheshimiwa Peter Msigwa kaa chini kwa mara ya pili. Mheshimiwa Msigwa kwa mara tukaa chini. Askari no toa nje. Tukubaliane zihesabiwe hapa hapa. Wajumbe bwana, mkakae mko mnasimamia. Mimi ndio naita kao muri mkakae. Ndugu zangu wajumbe, kula zilizokuwa zimepigwa ni kula 26, kula zilizoharibika ni kula 12, kula halali ni kula 14 na kula za ndio kula 14 na kula za hapana kula 0. Hivyo basi baraza la leo limepiga kula kwa uhalali, taratibu zote zimezingatiwa, na kuanzia leo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2020 Alex Kimbe hatakuwa meya. Kadri taratibu zinazofuata tuendelee kufuata taratibu zingine. Baada kusema hayo, mkurugenzi naomba uharishe kikao. Mkurugenzi naomba uharishe kikao. Ndio ajenda ya mwisho. Sasa hiyo siwezi kusema sasa. Mimi tunamaliza mchakato huo. Hayo mambo mengine kwa sababu sisi hatuna mpango wa kufanya fujo. Kama wanataka kwamba watuone kama tunafanya fujo, hatuna mpango wa kufanya fujo. After all vimebaki vikao viwili tu. Lakini wananchi mmeona mudi yenyewe, wananchi jinsi ambavyo wamechukia kwenye kikao chenyewe, watumishi ambao wamechukia. Ni mikakati ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi aliyotumwa hapa, anataka pate umaarufu kwamba Iringa amefanya kazi ya kumtoa meya. Hapa tunatakiwa tutatue matatizo. Iringa imekuta inang'ala, iko vizuri. Sifa pekee anayotaka kuwa nayo ni kwamba ameweza kumtoa meya. Mimi nimetoka bungeni jana. Hakuna hata mawaziri wa CCM, hata viongozi wa CCM hawakubaliani na upumbavu. Hata ile kwa Kiingereza tunaita natural justice. Hata Adam alipokuwa amekula tunda pale kwenye bustani ya Eden, Mungu akumpa adhabu tu. Alimuuliza kwanza, Adam akajitetea, akasema ni huyu mwanamke. Mungu akasema kwa nini ulikula tunda? Sasa hata kwenye sheria za nchi huwa mtu hahukumiwi bila kujitetea. Kuna kitu kinaitwa natural justice. Mkuu wa mkoa ametoa ripoti yake, lakini maamuzi ya kumtoa meya hayafanywi na mkuu wa mkoa. Ndio maana hata siku ile bungeni kamati kiundwa inaleta mapendekezo yake, ikishayaleta bunge zima tunajadili, tunatoa maamuzi. Yanaitwa maamuzi ya bunge. Sasa hapa mkuu wa mkoa ameleta mapendekezo kamati yake, madiwani hawajaruhusiwa kujadili. Kibaya zaidi, mtuhumiwa mwenyewe hajaruhusiwa kujadili, wameishia kupiga kura. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kulikuwa na malesi, kulikuwa na mambo yaliyopangwa kutaka kufanya fujo, na sisi ni watu ambao tumekomaa. Mambo ya fujo yani ya watu wa chini. Sisi ni tai, kuku ndio wanahangaika na. Sababu havina sababu, kwa sababu sheria zipo zinataka tufuate taratibu zipi. Sisi tumefuata taratibu zote. Tumekuja, tumepiga kura. Hoja ya msingi ya kujitetea mtuhumiwa hajapewa. Sasa unaanza kuona huo utaratibu wapi? Hata ukienda mahakamani kuna kitu kinaitwa natural justice. Mtafuteni mwanasheria yote atawaambia. Huwezi kufungwa kabla ya kujitetea. Sasa kula ndio mambo mawili. Theluthi mbili ilipaswa wathibitishe upigaji wa kile kikao, upigaji wa zile kura, ambapo theluthi mbili tumezidi kwa sababu tuliohudhuria tupo 26. Kwa hiyo kikao kilikuwa ni sahihi kabisa. Lakini ili meya au mwenyekiti wa halmashauri hawezi kuondoka madarakani, kanuni iko wazi kwamba wajumbe 2 ya 3 ya wajumbe wote ndio wanapaswa kumuondoa meya madarakani. Kwa madiwani ambao wamepiga kula za ndio za kutokuwa na kuna imani na mimi, wako wajumbe 14 na wakati walipaswa wajumbe 17. Kwa wamekuwa na deficit ya wajumbe 3. Kwa maana mimi bado ni meya manispaa Iringa kwa kanuni hiyo, na ninachokiona kwamba na meya ulimi wake umejikwaa na akatamka kwamba mimi sio meya. Sasa mheshimiwa meya, mara nyingi ulikuwa ukinyosha mkono kutaka kuweza kujibu baada ya tuhuma kusoma. Labda tuhuma hizi ambazo zimewasilishwa leo kwamba zina ukweli gani? Kimsingi nilikuwa nikinyosha mkono kwa muda mrefu sana ili niweze kupata haki yangu ya msingi ya kuweza kujibu na kuzungumza mambo mengine, lakini nilikuwa nanyimwa haki hiyo. Ukisoma ile kanuni ya 3 inaeleza vizuri kwamba mimi nina haki kwamba mkutano wa dharura utaongozwa na makamu mwenyekiti na sio mwenyekiti. Mwenyekiti anayetuhumiwa ambaye ni mimi, isipokuwa kwamba mwenyekiti huyo mwenye kutuhumiwa atakuwa na haki ya kujitetea kwenye kikao hicho.
Hii ni kanuni ambazo zipo za local government ambazo tunapaswa kuzisikiliza, lakini leo nimenyimwa haki ya kujitetea, lakini pia nilinyimwa haki ya kwenye kamati. Kamati imeeleza uongo, imesema kwamba mimi niliitwa lakini sikuitwa kwenye kamati wala sijapata muda wa kujitetea.